Habari gani Mwanakewe TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D Wakewe TV. Baada ya vuguvugu kuchachama katika mitandao ya kijamii ambapo walimu ambao wasio na ajira kudai haki zao, hatimaye peji yao ya Neto imeweza kuondolewa katika mtandao wa Twitter na ndoto zote zimezimika. Sativa, mmoja wa wanaharakati kutoka katika chama cha demokrasia na maendeleo yani Chadema, ameweza kuligusia hilo baada ya kuona akaunti au kurasa rasmi wa Neto umeweza kuondolewa katika mtandao wa Twitter. Sativa alianza kuandika hivi: ilianza kama ndoto ya vijana wa watoto wa maskini mpaka kuwa mradi wa maskini wachache waliokosa uzalendo. Hapa X ndio ilikuwa platform yao ya kupambania haki zao. Akaunti yao ilikuwa inaitwa Neto Tanzania, ilikuwa moja ya akaunti zilizokuwa kwa kasi hapa X. Wakoloni weusi walianza kwa kumteka mwenyekiti wa umoja huo Mwalimu Joseph Paulo huko kwao Geita tarehe 21 mwezi wa pili mwaka 2025. Dunia nzima ilisimama na kupiga kelele kupigania mwenyekiti mpaka alipotolewa kwa dhamana tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2025 kwa msaada wa mawakili wa THRDC na mawakili binafsi. Siku chache baadaye akatekwa katibu wa umoja huo Mwalimu Daniel Edgar Mkinga akiwa nyumbani kwake Kibaha tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2025 baada ya kelele za wapenda haki na msaada wa mawakili. Kijana alikapata dhamana na kuwa huru tena. Msimamo wa Neto ulikuwa ni kuunganisha walimu wote nchi nzima ambao wapo mtaani hawana ajira tangu mwaka 2016 serikali ilipoacha kuajiri walimu. Sababu zao zilikuwa zinaeleweka kabisa na dunia ilikuwa tayari kuwaunga mkono. Serikali iliogopa kundi hilo la vijana wasomi, maana linaonekana ni kundi kubwa sana. Hapo unaongelea vijana zaidi ya 300,000 nchi nzima, wote wapo mtaani hawana ajira. Waziri wa utumishi wa umma wa ofisi ya Rais Simba Chawene akaanza kwa vuta hawa vijana na viongozi kutaka kukaa nao chini. Mtakumbuka aliwahi kuwaita hao viongozi wa Neto ofisini kwake aongee nao. Jana viongozi wa Neto wamefanikiwa kuonana na waziri huyo Dodoma. Naona baada ya mkutano wao na waziri, viongozi wa Neto wametoka na kauli ya kumuunga mkono rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na 4R zake. Akaweka emoji ya kucheka. Peji yao ya harakati za kudai haki zao hapa X haipo tena, akaweka emoji ya kucheka hapo. Lakini ndoto za vijana wa maskini zimezimwa na vibaka wachache wenye kujali njaa zao kuliko wenzao. Hawa wanajiona wao ndio wana njaa kuliko Watanzania wote nchini. Pole sana walimu na wapenda mabadiliko wote tulioamini kupitia hawa vibaka. Karibuni mtaani. Pesa haiishi haiishi na maisha yanaendelea. Tutakuwepo, ameandika Sativa. Hayo ni maneno ambayo Sativa ameweza kuandika katika mtandao wa Twitter akisema page rasmi ya Employed Teachers Organization imeweza kuondolewa katika mtandao wa X mara baada ya viongozi wa Neto wameweza kutana na Simba Chawene, na ndipo hapo ukurasa rasmi wa Neto ukaweza kuondoshwa katika mtandao wa Twitter. Na amesema pia page rasmi ya Neto ilikuwa ni moja ya page ambazo zilikuwa kwa kasi sana katika mtandao wa Twitter na ilikuwa na engagement au iliwavutia watu wengi sana katika mtandao wa Twitter. Kama ilivyo ada yetu, tunapita katika sehemu ya maoni. Wa kwanza anaitwa No Reform No Election, anasema kaka, mimi niliwakataa mapema au ametukana, siwezi kuendelea kusoma. Lakini Sativa akaweka emoji ya kucheka.
Hila Newton akasema, nilisema mimi hawa wanaitwa ili watunzwe waache kupigania haki zao. Lakini pia Mangi wa Kichaga anasema tutakuwepo. Lakini Silent Whisper anasema kwa ujumla wataalamu wa nchi hii wakobyo sana, kuiba kura, kuingiza kura feki, kuandikisha watoto ambao wapo chini ya miaka 18, wao ndio waliokuwa fronti, hao viongozi wameshakamatwa. Lakini pia Shaka za Ulongo anasema hapa dawa yake wachague viongozi wengine, halafu wauwashe moto kwa ajili na hao wachague wengine tena hadi mwisho serikali ijikute imewaajiri wote 300,000 ila jamaa asali ni mbaya sana. Manake ni kwamba wameweza kugawia asali hapa, kuna picha inaonyesha hivyo. Lakini JJ Pamia anasema walimu hawa hawajawahi kuwa na akili na ndio maana wanafanya kubwa, lakini muda wote wanaishia maisha yao kimaskini. Kwa kifupi hao ni ametukana, siwezi kuendelea kusoma. Vagabond anasema katika maisha usije ukawa na rafiki mwalimu eti unafanya naye harakati atakusaliti tu. Imenitokea hawa si waaminifu walimu sababu tuna njaa. Lakini Adobe anasema vijana wasio na ajira akada zote hii ianze peji masuala ya viongozi, tusiweke kila mtu awe kiongozi na aweze kuongea. Lakini Innocent Lemond anasema kwa watu wanaojua secret issues tukumbuke hili kundi lilotengenezwa na serikali, kwamba serikali ndio iliyoanzisha hizi ajira walipobanwa na ajenda muhimu zake zenye manufaa kwa taifa. Hawakuwa na majibu ya haraka. Ilitokea kundi hilo na mambo yake tukasahau bandari etc na vitu vingi kabisa. Lakini hapa kuna Ismail Adam anasema hawa wamepata ajira tayari, ngoja waibuke viongozi wapya tuone. Neto ina moto na watu wametoa michango kwenye magrupu ya WhatsApp, lakini majibu bado. Walienda huko wamepigania haki zao binafsi, wamemaliza, ngoja wapate ajira, wataibuka viongozi wapya. Lakini Petro Mgalilaya anasema hao wote walioenda Dodoma wamepewa ajira, basi mambo yanaisha kihivyo. Lakini Saint anasema hakuna chochote, huu ulikuwa ni mpango wa serikali tu. Lakini Lutheli anasema ndugu yao hao vijana, bali vijana milioni 6 kuingia barabarani tutawalaumu bure tu. Sativa walikuwa wanadili na kalakta, pengine hawakujua nguvu ya kalakta hadi walipokutana na uso kwa uso. Rejea wale vijana ni maskini kweli kweli, hakuna vita inayopigwa mfuko wazi, ndio maana hadi Chadema kuna tone tunawaonea tu bure. Lakini Visit Mbeya anasema yani wameacha tulichokubaliana kwa pamoja, wameenda wamekengeuka na kuanza kupongeza rais na Simba Chawene kinyume na makubaliano. Lakini Abel anasema watajuta wasomi hao wasio na uelewa na upeo wa akili. Lakini vijana kilimo ndio maisha anasema swali, je, ungekuwa wewe umekataa? Mimi nadhani wapo sahihi, kuna mazuri yanakuja kwa walimu, tuendelee kusubiri, tusiwahukumu miezi miwili sio mingi. Vijana kilimo ndio maisha. Lakini Free Sudan anasema inasikitisha binafsi ndio adui namba 1, ila ukishinda tamaa na kisha uishi ni kazi sana. Ongela Tundu Antipas Lissu. Lakini Bandia anasema halafu utegemee vijana kama hawa ndio walikomboa taifa au kwa wezi huo. Lakini Mwaluko anasema hii ilikuwa movie ya CCM wametengeneza ili wahadae Watanganyika kuwa sasa akaupiga mwingi nchi yetu kuwa ina mambo kweli kweli. Lakini Beberu anasema hawa wamepewa ajira tayari.
Conrad anasema niliposema hivi kama wataenda kurubuniwa kipumbavu, kijinga na kimaslahi yao, hela zao, watoto wa kimaskini hizo tulizotoa zinatanda ametokana, siwezi kuendelea kusoma. Lakini pia Alvination anasema hao viongozi wenyewe wamechaguliwa na nani kama sio vibaraka wa Lumumba hao. Lakini Amduli anasema hata sura zao zinaonyesha hawana jinsi, wamekubali akishingo upande tu. Lakini Believer anasema maskini wana kiapo, maskini hawana kiapo. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo wameweza kutoa katika mtandao wa Twitter, ambapo Sativa aliweza kuligusia swala la uongozi wa Neto kuweza kulubuniwa na kuweza kufuta kabisa akaunti ya mtandao wa Twitter. Jina langu ni D wa KOI TV. Tukutane katika ulimwengu wa siasa hapa KOI TV. Bye bye. Ciao.